Aya 18. Ole wa nchi ya uvumi wa mabawa, iliyoko ndani kupita mito ya Kushi, ipelekayo wajumbe wake kwa njia ya bahari, na katika vyombo vya manyasi juu ya maji. Nendeni wajumbe wepesi, kwa watu warefu laini, watu watishao tangu mwanzo wao hata sasa, taifa lenye nguvu, wakanyagao watu ambao mito inakata nchi yao. Enyi watu mkao katika ulimwengu wote, na wenyeji wa dunia, bendera ikiinuliwa mlimani, angalieni na wapiga tarumbeta, sikieni, maana Bwana ameniambia hivi: mimi nitatulia na kuangalia katika makazi yangu, kama wakati wa mwangaza mweupe wa jua kali, mfano wa wingu la umande katika hali ya mavuno. Maana kabla ya mavuno, maua yaangukapo na maua yakiwa zabibu zianzazo kuiva, ndipo atakapoyakata matawi ya miundu na kuviondoa vitawi vinapopanuka na kuvikata. Wote pamoja wataachiwa ndege wakali wa milimani na hayawani wa nchi. Ndege wakali watakaa juu yao wakati wa jua, na hayawani wote wa nchi watakaa juu wakati wa baridi. Wakati huo Bwana wa majeshi ataletewa hedaya na watu warefu laini, watishao mwanzo wao hata sasa, taifa lenye nguvu, wakanyagao watu ambao mito inakaa nchi yao, mpaka mahali pa jina la Bwana wa majeshi, mlima Sayuni. Bwana anaongea na wewe asubuhi ya leo ya kwamba usihofu hayo mambo yote unayopitia, kwa sababu Mungu atakaa kimya akitulia aone mwisho wa mambo haya. Maana wote watainama chini ya Mungu, wote watamuogopa Mungu, wote watajua nguvu zina yeye. Maana yeye ameziumba mbingu na nchi, yeye ametuumba kwa sura na mfano wake. Usiogope hao watu warefu watishao, kwa maana vitu vyao vyote vitachukuliwa. Kwa maana hiyo vitu inaowapa kiburi, hiyo utajiri inaowapa kiburi, hata wanakudharau. Wengine wakasogeza mipaka yako, wengine wanakutukana, wengine wanakudharau, wengine wanakuona wewe si kitu chochote. Nataka nikwambie Mungu amesema hivi, atanyamaza na kuangalia, maana mwisho wao unakaribia. Jipe moyo, tulia kwa Bwana, uone mkono wa Bwana jinsi ulivyo na nguvu.